Niko katika somo letu la uwakili na tuko hapa tu kwa ajili ya kujifunza neno la Bwana. Na kwa nini uwakili? Na unapozungumzia habari ya uwakili, watu wengi wanapeleka akili moja kwa moja kwenye fedha. Na sasa kwa nini fedha? Kwa nini Mungu akaweka hiyo kitu ya matoleo? Jambo la kwanza mtu anapaswa kufahamu ni kwamba yeye ni lazima aachane na dunia, na ili ujue kuachana na dunia, ili uachane nayo baadaye ukayarisi makao ya milele, ni lazima ujikane nafsi. Ni lazima, Mungu ametuwekea jambo zuri sana ambalo kwa kweli kama tusipookolewa sijui tutafanyaje. Na tuko hapa kuifanya kazi ya Bwana, na tuimalize kazi ya Bwana, tumalize kabisa ili aje atupeleke nyumbani. Jamani, Bwana asifiwe. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Si muimbe, tuko hapa, hata nyinyi wanakwaya mmekuja kuhubiri hapa ili kazi ishe twende nyumbani. Hata mimi nimesimama hapa kuwafundisha habari ya uwakili ili tumalize hii kazi ya Bwana. Na unajua ni lazima tutoe, ni lazima turudishe ili kazi ya Bwana iishe twende nyumbani. Na kama hatutafanya hivyo, ni sisi tunajichelewesha. Kwa hivyo kwa nini sasa usiimbe? Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Tukimaliza kazi tutavalishwa taji. Ni lazima tuimalize kazi ya Bwana, tuvalishwe kazi. Taja somo letu la wakili asubuhi ya leo, na katika mifulizo yetu ya masomo ya kila siku kuna mambo makubwa ambayo Mungu anatutaka tugundue. Na kila siku unaweza kushangaa, mbona kila siku tunafundishwa habari ya uwakili? Na kuna kitu bila shaka hapa Mungu anatutaka tukielewe kwa ajili ya wokovu wetu, kwa ajili ya wokovu wetu. Kuna mambo muhimu hapa ambayo tutajifunza, na tutajifunza katika kitabu pia cha Mashauri juu ya uwakili katika ukurasa wa 28, lakini pia ukurasa wa 54 na kuendelea hapo. Kuna mambo makubwa ambayo Bwana atatuelekeza katika kitabu hicho kwa ajili ya somo letu la uwakizi. Kuna agizo kubwa ambalo Bwana anataka tulifanye. Agizo kuu lililowekwa na Mungu na akalipeleka kwa mitume ni kwamba Injili inapaswa iende ulimwenguni kote. Na ili iende ulimwenguni kote Injili, ni lazima muumini, ni lazima mshiriki, ni lazima mtu yeyote afanye kile Mungu anachoelekeza kifanyike. Kwani kazi hiyo ya utume inapaswa iwafikie watu wote, na hata Kristo mwenyewe alitoa, na Mungu mwenyewe alitoa, na vile alivyotoa ndivyo anavyotamani na sisi tuelewe jambo hili la utoaji. Kwa hivyo ilikuwa kipindi hicho ni sheria kwa maelfu na kwa Wayahudi kwamba ni lazima wangepaswa kufanya hivyo kwa jambo la matoleo. Na watu wengi wamejiuliza maswali, kwa nini tunatoa na hivi inakuaje katika swala la urudishaji, la utoaji. Lakini pia Paulo alikuwa anafundisha pia maelekezo ya Mungu kwa watu wa Korinto, alikuwa anawafundisha habari za utoaji, akiwaelekeza namna ya kutoa maongeo. Kama ni mifugo imeongezeka walipaswa kutoa, kama ni mazao walipaswa kutoa. Na ndio maana juma hili ninakualika na ninakutangazia kabisa kwamba juma hili tutakuwa tunaleta pia vitu. Utaleta ng'ombe, utaleta mbuzi, utaleta kondoo, utaleta mahindi, utaleta maongeo, yale masidio, kile ambacho Bwana amekupatia. Na unajua Mungu wetu ni mwaminifu. Bwana Mungu hataki wewe, na hata hivyo anajua hauna kitu ambacho hajakupa wewe yeye. Kwa hivyo vyovyote tulivyo navyo ni yeye ametukabidhi. Kwa hivyo anataka tu kwenye kile alichotupatia na kilichoongezeka kwa kile alichotupatia,
basi tunarudisha. Kwa hivyo katika kitabu cha Mashauri juu ya Wakili katika ukurasa wa 53-54 anaeleza vile ambavyo wanadamu leo wanapaswa kufanya. Na kama hauna kitabu hiki, nadhani mwinjilisti ana kimoja kama sio viwili tu, Mashauri juu ya Wakili. Kwa hivyo ninaamini kabisa ukifika hapo kwa mwinjilisti wa vitabu utapata kitabu hicho. Nasi nimekuambia ni vichache sana, viwili sasa kwa kambi lote hili, si uonevu huo jamani. Mwinjilisti tumekusamehe bure. Kama kambi zima hili umetuletea tu vitabu viwili, tumekusamehe bure. Alafu kitabu hicho kitakusaidia sana kwa ajili ya kumjifunza Mungu. Kwa hivyo maswali mengi yanaulizwa juu ya uwakili. Je, watu wote wanamtolea Mungu kwa uaminifu? Na watakatifu wa Bwana, naomba usikilize vizuri kwa umakini. Uliyeko hapa na unayepita njiani, uliyeko ofisini kwako, naomba usikilize vizuri hili. Je, watu wote wanatoa kwa uaminifu? Huo ndio ukweli. Hilo jibu lake liko hapo. Kwamba anapouliza kwamba je, watu wote wanatoa na kurudisha kwa uaminifu? Jibu ni kwamba ni ndio. Hata wewe uliyekaa hapo utagundua. Naomba tu uende pole na uwe msikilizaji mzuri, kwa sababu utajigundua mahali ulipo. Ila hakuna mtu yoyote ambaye hatoi kwa uaminifu duniani, iwapo tu yuko hai. Jamani, tuko hapa. Yaani hakuna mtu ambaye hatoi kwa uaminifu. Watu wote tunatoa kwa nini? Kwa uaminifu. Mbona mnasema haraka kwamba ndio? Ni kweli, ni sawa. Sasa watu wote wanatoa na wanatoa kwa uaminifu. Sasa shida ni kwamba je, huo uaminifu wake anaotoa, huo uaminifu wake anaotumia katika kutoa na kurudisha, anatoa kwa ufalme upi? Anatoa wapi? Maana tukisoma katika Luka 6:13 hapo kuna vitu tutagundua hapo kwamba watu wote wanatoa kwa uaminifu, na itategemea tu anatoa kwa mfalme yupi. Lakini hakuna mtu ambaye hatoi kwa uaminifu. Luka 16:13 kuna mambo hapa ambayo Mungu anatuelekeza na anatuitia. Sasa sikiliza vizuri kwamba kila mtu duniani anatoa kwa uaminifu. Nimekuambia shida ni unatoa kwa nani? Maana hakuna mtu, ukisoma katika Luka 16 hiyo 13, lakini Mathayo 6:24 kuna vitu hapo utagundua. Mathayo 6:21 kwamba hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili. Kwa hivyo kama hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili, hapo ndipo unapaswa kuchukua hatua na kuwa makini, kwa sababu ni lazima mwanadamu yote atoe. Shetani anataka na Mungu anataka. Sasa nimekuambia hakuna mtu asiyetoa kwa uaminifu. Kwa hivyo vile ambavyo utatoa na kurudisha, kama ni kwa Mungu basi, alafu unatoa kwake kwa uaminifu, utakuwa umetengeneza jambo zuri sana, kile tulichokuwa tunakizungumzia mwanzo, lakini pia tutakieleza mwisho kabisa, kile ambacho Mungu anatutaka tukielewe hapa katika makambi haya, lakini mtu yote mwenye mwili anachopaswa kutambua. Sasa naomba hapa usikilize vizuri. Mtu yoyote ambaye anatoa zaka, anarudisha zaka, lakini pia anatoa sadaka, ila si kwa uaminifu. Maana nimeshakwisha kukuambia ya kwamba hakuna yeyote ambaye hatoi wala kurudisha kwa uaminifu. Itategemea ni wapi unatolea matoleo yako, ni wapi umeuweka moyo wako. Ila katika makambi haya Mungu wetu anatutaka tuiweke mioyo yetu kwake, maana mahali hazina ilipo ndipo na moyo. Sasa nataka hazina zetu tuziweke kwake. Hapo ndipo mahali kuna usalama. Kwa hivyo sasa, kama unatoa zaka, kama unarudisha zaka, kama unatoa sadaka, ila si kwa uaminifu, naomba sasa hapa usikilize kwa umakini. Kama unatoa, na naomba nirudie, kama unatoa sadaka na kama unarudisha zaka, ila si kwa uaminifu, unatoa kwa mfalme mwingine wa pili, unatoa kwa mfalme wa duniani ambaye ni Shetani. Hasa hapo ndipo unapaswa kugundua kwamba hakuna mtu ambaye hatoi. Kwa nini? Hapo tu nilijua watu hapo, wadau wa kusema wa kuongea wanapungua.
Na hata kama mpungue, ngoja tu tuwaambie ili tupone. Kwa hivyo kama unatoa lakini si kwa uaminifu, kama unarudisha lakini si kwa uaminifu, ujue unapeleka kwa yule jamaa, unapeleka kwa mfalme wa pili, na yeye anahitaji, na yeye kuna watu wameamua kumrudishia na kumtolea kwa uaminifu. Kwa hivyo vile ambavyo unashindwa kwa mfalme wa mbinguni kutoa kwa uaminifu, ni lazima utaenda kwa mfalme mwingine wa pili, kwa sababu kwa mujibu wa Biblia katika Luka 16:13, lakini Mathayo 6:24, ni lazima hawa wawili wanapokea na kwa uaminifu kabisa. Kwa hivyo ni aheri ukabadilisha mwelekeo, ukaenda upande wa pili, Mungu anakotaka, na wote hawa wanahitaji na wanapokea. Na cha kushangaza, watu wanatoa, watu wanarudisha. Halafu cha kushangaza kingine, watu wakidhani wanamtolea Mungu kwa uaminifu kabisa, amesimama anaimba, yote namtolea Bwana, moyo wangu ni wake, nimeachala. Anaimba vizuri kwa uaminifu, lakini kumbe anatoa kwa mfalme wa duniani, kwa sababu hapa hauwezi kuwatumikia mabwana wawili. Hauwezi kumtumikia Mungu, hauwezi ukamtumikia na shetani. Hauwezi kutumikia mabwana wawili. Hauwezi ukamwacha ukamtumikia Mungu halafu umeweka akili kwenye mali. Kwa hivyo hapo ni lazima uchague leo, uchague sasa, uchague katika juma hili vile ambavyo matoleo yako utapeleka, mahali utakakopeleka na nani atakayeyapokea. Kwani wako wapokeaji wa matoleo wangapi? Nimeshakusha kukwambia ya kwamba bila shaka ni wawili. Mungu anahitaji matoleo na anapokea, na shetani yupo anahitaji matoleo na anayapokea pia. Ndio maana watakatifu wa Bwana wanatoa kwa uaminifu kabisa, kwa shetani kabisa, na wengine wakirudisha na kutoa kwa Mungu wakisema ni kwa Mungu. Lakini wapendwa watakatifu wa Bwana, kama si kwa uaminifu, uko kwa upande wa pili. Yaani kinachozungumziwa hapa, Mungu anachotamani tujue ni kwa uaminifu. Jamani, Bwana asifiwe. Ni lazima tutoe, ni lazima turudishe kwa uaminifu. Nini matokeo ya utoaji wa namna zote mbili hizo? Jibu: moyo wa mtoaji unaambatana na matakwa au madai ya yule anayemtolea. Moyo wa yule anayetoa unaambatana na matakwa ya huyo ambaye anamtolea. Moyo wa huyo mtoaji unaambatana na matakwa. Sasa kama ni kwa shetani, kama ni kwa Mungu, ni lazima ujihoji vizuri, na ni lazima ujikomiti kwa mara nyingine tena. Maana mtoaji hufanya mapenzi ya yule bwana wake. Kama ni kwa Bwana, fanya mapenzi ya Bwana. Jamani, Bwana asifiwe. Kama ni mapenzi ya shetani, tayari wengine walishafanya, lakini Mungu hatutaki tuende hapo. Kwa hiyo jamaa wa mfalme wa duniani anataka tufuate matakwa yake, na yeyote anayefuata matakwa ya Mungu, basi huyo ndiye anayemtolea, na atamtolea kwa uaminifu. Hata lazimishwa, hata shurutishwa, hata fanywaje. Yeye tu atakachojua ni kile ambacho Mungu wake au mfalme wake anachotaka afanye. Mawazo yake, matendo yake, mipango yake, kila kitu anachokifanya atakielekeza kwa bwana wake, huyo mtoaji. Sasa zipo sehemu ngapi za kutunzia hazina yetu? Nilikwisha kukwambia kabisa kwamba mahali ambapo pa kutunzia hazina yako au hazina zetu ni sehemu mbili. Ni kwa mfalme wa duniani, lakini ni kwa mfalme wa mbinguni. Kwa hivyo vile ambavyo utaamua kuwekeza ndivyo itategemea hatima yako. Vile ambavyo umeweka, pale ambapo utaweka, pale ambapo utatoa, pale ambapo utarudisha, hapo ndipo mahali pataamua hatima yako ya baadaye. Hapo ndipo pataamua. Kwa mujibu wa Biblia, zipo sehemu mbili za kutunzia hazina zetu.
Lakini katika Mathayo 6:19 amejenga msingi, lakini 6:20 pia amejenga msingi katika hazina ya Mungu, kwamba kuna hazina ya Mungu, kuna hazina ya Shetani, ambayo ana wafuasi wengi pia, na Mungu wetu pia ana wafuasi wake. Maana waaminifu siku zote, ukisema hakuna waaminifu unakosea. Siku zote Mungu ana waaminifu wake. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapaswa ujitahidi, Mungu anapotafuta waaminifu wake uonekane rafiki, kwamba ni wewe. Kwa hivyo juma hili mali yako yote ambayo umetoa na umerudisha kwa uaminifu, hakikisha na jitathmini kwa mara nyingine tena kwamba ulikuwa unatoa wapi. Maana wako wafalme wawili wanaopokea shukrani zako. Sasa ni namna ambavyo unapaswa kujitathmini vizuri kwamba ulikuwa unawekeza kwa mfalme yupi hasa. Kila hazina inapotunzwa pana mkuu wake. Kwa hivyo kama ni duniani, mkuu wake yuko tu hapo, unawekeza hapo. Kama hazina yako unataka uiweke mbinguni, mfalme huyo yupo, na mahali hapo ni salama, mahali ambapo Biblia inatuonesha kwamba hakuna nondo kufika huko, wala kutu wala chochote kiharibucho hakiwezi kufika hapo. Na ndio mahali sahihi na pa usalama ambapo Mungu wetu anatutaka tukawekeze hapo zaka zetu na sadaka, maongeo yetu ya vitu, kama ni mifugo, kama ni ng'ombe, basi unaweza kuwekeza hapo. Kwa hivyo mkuu wetu wa mbinguni anatuambia hapa na anatuelekeza vile ambavyo yeye alitukomboa pia kwa gharama. Kwa hivyo ni lazima, kuna vitu ambavyo Mungu amewekeza kwetu. Kama yeye alitoa, ndio maana natamani sisi tumrudishie. Na nikawa ninajiuliza maswali, rafiki zangu mlioko hapa, hivi hapa na wewe unapaswa tu kujiuliza vizuri asubuhi ya leo. Na unajua Mungu wetu Bwana aliona hii kitu na akaona atusaidie. Hivi mimi nilikuwa unajua napiga mahesabu. Kwenye 100,000 unapaswa tu utoe zaka na sadaka shilingi 20,000. Hiyo tu yeye ndio anataka. Halafu 80,000 ni ya kwako. Sasa mimi nikasema, kama Mungu angesema yeye ndiye tunampa 80,000, alafu sisi tunachukua 20, hivi tungefanyaje? Kama kwenye 120,000 tu tunashindwa. Unajua hapa lazima akili zikurudie kidogo, ndugu mtazamaji na msikilizaji. Yaani kama kwenye 100,000 unashindwa kurudisha na kutoa 20,000. Kama yeye ndiye angebadilisha kibao aseme sasa kwenye 100,000 mimi ndio yeye ndio anachukua 80,000, alafu wewe unachukua 20,000. Hivi ungewezaje rafiki? Hivi tungefanyaje? Mama mmoja hapo anasema mimi ningeweza. Ungeweza? Mama, ungeliweza hilo kweli? Nani angeweza hiyo kitu? Ngumu sana. Lakini akataka tu kutupima, akatupatia kiwango kidogo sana. Na unajua Mungu wetu ana vitu vingi ambavyo amewekeza kwetu. Kwa hivyo anataka hivyo alivyowekeza tu hapo ndivyo tufanye. Na unajua tumekuwa na kasumba, tunasema zaka ni wachungaji, tunawapa wachungaji na si lazima tu walisemee hilo, maana ni za kwao. Zaka sio za wachungaji, na ni heri ukakaa makini upate hili. Kama wenyewe wanatoa zaka, wanarudisha zaka, hao ambao unasema ni za kwao, hapo wanapalilia nini? Na yeye anatoa na yeye anarudisha, anapaswa kurudisha na anarudisha. Kwa hivyo Mungu anatutaka, alivyozungumzia habari ya uwakili, anataka sisi atuachanishe na dunia hii. Maana mahali ambapo tutawekeza, hapo ndipo na uzima wetu ulipo. Na unajua mwanadamu bwana, hawa ni hatari. Anaweka fedha alafu baadaye anashtuka. Mwaka fulani kuna ndugu yangu mmoja nilimpa ng'ombe wangu awe nao tu hapo, anawacheki kwa namna fulani hivi, tumepatana jambo fulani. Sasa siku moja akaniambia, yule ng'ombe mkubwa yule anaumwa. Namwambia anasema wakati anatoka
kuwapeleka, alikuwa anawapeleka kunywa maji. Sasa anasema yeye anasema akakutana na kina mama wengi sana ambao wanaenda eti yeye na kwa maneno yake, wale akina mama walikuwa wanaenda msiba. Sasa eti mama mmoja akasema lakini huyu kaka jamani anafuga ng'ombe wazuri wa maziwa. Yaani hao ng'ombe mnajua ni wazuri. Sasa wamenona ni wazuri, ni wa maziwa, ni wazuri. Sasa yule jamaa anasema akifika tu kwenye maji ili ng'ombe wote wanywe, akimtazama yule ng'ombe eti yule mama aliyesema habari zake, eti yule ng'ombe ametoka meno yote ya mbele. Ametoka meno yote. Maana yangu sasa hapa ni nini kueleza jambo hili? Aliponiambia vile kipindi hicho, aliponiambia vile nikasema huyo ng'ombe mbona namtegemea sana. Sasa itakuwaje? Maana unajua moyo ulikoweka moyo. Na hapa ndipo sasa Mungu akatupatia jambo kubwa sana. Ni lazima akili zetu hapa zifunguke. Kwa sababu mahali ambapo umewekeza hapo moyo wako huko hapo. Kwa hiyo akili yangu ikanigonga sasa kama huyu ambaye nimemtegemea imekaa hivyo. Sasa Mungu wetu anataka mahali ambapo tutawekeza ndipo mioyo yetu ndipo akili zetu ziwepo hapo. Yaani anatutaka tuwekeze kwake, ili kama tutaweka kwake basi mioyo yetu maana yake itakuwa kwake. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata kama ni mali inakaa mrama, inakaa vinginevyo, kama ni duka linaungua, kama ni biashara inashuka, kama ni mifugo wanakufa tu, basi wewe utakuwa umetulia kwa sababu unajua mahali ulikowekeza. Ndio maana ya Mungu akatupatia fungu hili na somo hili kwamba hakuna mtu yeyote anayeweza kutumikia mabwana wawili, mali au Mungu, au mabwana wawili, au yeye ama shetani. Haiwezekani. Ni lazima tunapowekeza kwake, basi Roho ya Nabii nasema tunapowekeza kwake, yani sisi tukifanya mapenzi yake. Naomba usikilize vizuri hii quotation. Anasema sisi tukifanya mapenzi yake, yeye atawajibika kufanya yale ambayo yani kile alichotukabidhi. Tukifanya tu mapenzi yake, yeye anawajibika kufanya kile ambacho sisi tungepaswa kufanya kwenye hicho. Kama ni biashara yako, kama ni mifugo, kama ni chochote ambacho umewekeza, unadhani umewekeza, kama utafanya mapenzi yake, chochote ambacho kitakuja kwako kwenye biashara, kwenye chochote ambacho uliwekeza, ni wapi, yeye anawajibika. Sasa kama ufanyi mapenzi yake, ni vigumu sana kuwa mjasiri wa kusema umewekeza. Ni vigumu sana. Ni wapi nyumbani kwetu hasa? Ni wapi nyumbani kwetu hasa? Ndio maana tunaimba hapa si petu. Hapa si petu pahadi. Hapa tumo safarini, neno moja la muji wetu unakuja, muji wetu. Maana yake hapa si kwetu. Hapa anasema kwamba hivi kwetu hasa ni wapi? Kwetu hasa ni wapi? Bila shaka kwetu ni nyumbani mbinguni. Hapa duniani, hapa tu ni wapitaji. Hapa tu tumepangisha. Hapa tu tunapita pita. Hapa tu tuko safarini kama wana wa Israeli walivyotoka Misri kuelekea Kanani. Hapo wako njiani, hapo wanaelekea nyumbani, wanaelekea ambako wataishi kwa muda. Hata sisi hapa duniani, rafiki zangu mnaonisikiliza na kunitazama, hapa tu sisi ni wapitaji na wasafiri. Kwa hiyo nyumbani kwetu ni mbinguni. Maana hapa ameuliza swali, ni wapi hasa? Ni wapi hasa? Na hapo ambapo sasa ndiko wenyeji wetu unakopatikania, hapo ndipo tunapaswa, rafiki zangu, kuwekeza. Hapo ndipo tunapaswa kuwekeza. Hapo nyumbani kwetu mbinguni. Biblia hufundisha wazi kwamba kabla ya pambano kuu kuisha hapa duniani, kwa sababu hapa si nyumbani kwetu, saa itafika pambano likiisha, tutaelekea kwetu nyumbani mbinguni, huko tulikokuwa tumewekeza. Kwa hiyo kama pambano likiisha, uliwekeza kwa mfalme wa duniani, hicho ndicho utapata. Lakini pambano linapoenda kuisha tu hivi karibuni, kama uliwekeza uliwekeza nyumbani mbinguni,
basi hapo ndipo utakaa hapo, maana mahali hazina ilipo ndipo na moyo utaenda. Kwa hivyo kama uliweka hazina huko, basi hapo ndipo utafikia. Ukisoma katika kitabu cha Yohana 14:1-3 kuna vitu utapata hapo, lakini pia Waebrania 11:10-13 utapata hapo. Je, maelekezo juu ya utoaji yanajitosheleza? Je, maelekezo juu ya utoaji, hapa ndipo lazima rafiki zangu tuwe makini. Mungu wetu ametupatia maelekezo yanayojitosheleza vizuri, habari ya urudishaji, habari ya utoaji. Na nilishakusha kukuambia kabisa kwamba Mungu hapa alicho na anachotaka tufanye, kuna yale maongeo ya mifugo, ya mazao. Hapa ni lazima uwe makini kidogo. Anaposema ni wapi nyumbani kwetu, kwa kuwa tunajua nyumbani kwetu ni mbinguni alikwenda kutuandalia. Rafiki, hapo ni lazima uwekeze hapo. Lakini pia maelekezo juu ya uwekezaji huu Mungu wetu alishatoa. Hakuna mtu yoyote ambaye ameachwa gizani. Mungu wetu kila siku anatoa maelekezo. Na hata wewe ni shahidi, ulishasikia maneno mengi sana kuhusiana na utoaji na urudishaji, lakini bado hakomi tu. Kila siku anatukumbusha, kila siku anatufundisha. Ni kwa nini? Anataka atuachanishe na dunia. Maana kama tutawekeza duniani, itakuwa ni hatari kubwa, na tayari alishamtoa Yesu kwa ajili ya wokovu wako. Itakuwa ni changamoto kubwa sana. Naomba nisome maneno machache katika kitabu hiki cha uwakili ambacho nimekuambia katika. Naomba usikilize maneno haya mahususi kabisa ambayo unapaswa kufanya na kuyafuata. Je, huu ndio usemi wako wa moyoni? Sikiliza vizuri. Mimi ni wako kamili. Hivi unavyosema, unaposema kwamba mimi ni wako kamili, unamaanisha? Unajua hili ni swali kubwa na la msingi kabisa. Unaposema kwamba wewe ni wake, mimi ni wa Mungu, nafanya mapenzi ya Mungu, kweli? Maana Yohana anasema yeye anayesema nampenda lakini hazitii amri zake, huyo ni muongo. Sasa unaposema kwamba wewe ni wake, huo usemi unamaanisha kwamba wewe ni wake kweli kamili? Mwokozi wangu, huo usemi unamaanisha yeye amelipa fidia ya moyo. Sasa mimi nilivyo na baadaye ni wako daima. Huo usemi wako unamaanisha katika yote unayoyafanya, hebu wazo lako liwe, je, hii ndiyo njia ya Bwana? Kila mmoja ajitathmini, je, kwamba kama kile ninachokifanya siku hadi siku, saa hadi saa, hivi huu ndio wito wa Bwana? Hivi hili ndilo jambo sahihi Bwana ambalo amelielekeza lifanyike? Kwa hivyo kila siku unajiuliza maswali, na hauchoki tu kujiuliza hayo maswali, na hayo maswali yatakusaidia. Hii njia ninayoitumia katika urudishaji, katika utoaji, katika uaminifu wangu, je, hii ndio njia sahihi? Ni lazima saifike, rafiki, ujiulize. Na unajua watakatifu wa Bwana, Mungu amewekeza. Ikiwa kila siku unakula na unakunywa, unakula unakunywa, na unajua kuna watu, sikiliza nikwambie, na unajua kuna watu wamesubiri mahali, kuna masikini, kuna watu wenye changamoto, hata tu ungeenda tu kwa jirani ukamvishe. Na unajua kuna watu leo nguo ni changamoto, hawana mavazi, hawana malazi, hawana chakula. Wewe amekupa, kila siku unabadilisha mavazi. Leo unavaa suti hii, kesho unavaa kiatu. Akina mama hapo, akina mama wana viatu baba, yaani akina mama wana nguo. Sikiliza, kuna baba mmoja ambaye nimeongea naye ananiambia, jamani, lakini mke wangu ana viatu. Yaani hapo ni viatu.
lakini kuna mtu anatembea pekupekua, anaenda hapo anarudi kidogo, anaangalia hivi hata mbona havijanikaa, anabadilisha, anaenda anaangalia kingine, anabadilisha. Hizo ni lazima, hayo mambo tuyafanye kila siku, ni lazima tujitoe kwa Bwana. Lakini pia kama tutazuia sadaka, kama tutazuia zaka, unajua hii inawasaidia watu ulimwengu mzima, kuanzia kanisa mahalia mpaka dunia nzima. Kwa hivyo kipindi hicho cha mitume walielekezwa kutoa na kurudisha na kuwasaidia wachane, kuwasaidia wajane, kuwasaidia masikini, watu wasiojiweza. Lakini leo rafiki, leo ndipo kazi imepanuka haswa. Hapo kuna watu wengi hapa mlipo hapa, mnaonisikiliza na mnaonitazama, kuna watu wengi hapa mlienda shule bila viatu, lakini leo nyie ni mashahidi, mtoto wako anapea viatu 4-5. Tunaona kwamba baraka ni kama zimeongezeka, lakini hatujali kama zimeongezeka. Kuna mtu alikuwa na kabiashara tu ka 100,000, 2, 3, leo ana mamilioni, lakini bado tu anazuia. Na kuna watu tu kama kuna watu wanahangaika, wanataka injili ambayo wewe umeifahamu uliko keti hapa. Unafahamu vizuri habari ya zaka, habari ya sadaka, unafahamu vizuri habari ya Sabato, unafahamu. Yeye hafahamu chochote, hana chakula, hafahamu Sabato, hana nguo, hana yaani yeye hajui chochote tu, lakini ni kile unazuia. Na Mungu najua aliweka kwako, aliweka kwako. Na katika mifululizo ya masomo yetu haya tutatazama, tutaangalia mambo muhimu. Mungu wetu kwa kweli anataka tuokolewe. Kile ambacho unacho kitumie. Ndio maana hapa amesema ni lazima ujitathmini. Vile unavyofanya kila siku, vile unavyofanya, je, hivi ndivyo? Hivi ndivyo? Na kama sivyo, muombe Bwana ubadilike katika makambi haya. Maana yeye alivyomtoa Mungu wetu, alivyomtoa Yesu, akumtoa kwa bahati mbaya. Na alivyowekeza kwako si kwa bahati mbaya, aliweka. Na unajua watu wengi tunashindwa hata kumdai Mungu na kuzungumza naye kwa sababu tuna mgogoro naye, sio uaminifu. Na unajua usipokuwa mwaminifu haui na nguvu ya mdomo, kuna mambo yanapungua. Kwa hivyo wacha tu mambo yakienda ndivyo sivyo, lakini hauulizi, haui na maswali. Juzi tu nilienda pale Makanya sokoni pale, nikiwa ninanunua mbuzi wa kufuga. Wakati tu nimekaa pale, nimewanunua, nimewafunga hapo kwenye kibanda fulani hapo. Mbuzi mmoja akapiga yowe. Sasa nikafika kumwangalia huyu mbuzi amejikaba nini. Nikiangalia mbuzi hajajikaba, lakini analia. Hasa kuna watu wengine bwana, na wenyewe hawatii hata moyo. Kuna mzee mmoja alikuwa ameketi tu pembeni hapo, akasema tu kijana. Kijana. Nikamwambia naam baba. Nasema si umeingia hasara. Huyu mbuzi umemnunua shilingi ngapi? Nikamwambia huyu mbuzi hapo, huyo mbalelo nimemnunua 110,000. Akasema bwana, pole sana kijana wangu. Nikamwambia kwani kuna shida gani? Anasema si umeuziwa mbuzi ambaye ana kichwa. Huyo mtu unamfahamu? Namwambia sasa baba, mimi namjua tu kwa sura, simfahamu. Anasema mtafute haraka, yule unapoteza hela. Yule mbuzi akapiga hiyo nyingine. Akasema basi bwana. Alafu yule mbuzi akaanguka chini, alafu akanyanyua miguu juu. 110,000. Sasa kwa sababu ile pesa niliitolea zaka na sadaka, nikamwambia Mungu, wala hii sina shida nayo, ni sawa. Mradi tu mimi ninahakikisha kwamba nilikuwa mwaminifu katika hicho. Mungu, hapa sidaiwi, kwa hiyo sina mashaka. Kwa hiyo wengine wanashindwa kudai kwa sababu wana mashaka. Yule mbuzi nikamuuza kwa wale wa jamaa pale. Nilimnunua 110,000, nikamuuza shilingi 60,000. Maana yangu hapa ni nini? Usishindwe kudai
kwa sababu sio mwaminifu. Mungu wetu anatutaka sisi tufanye, hata kama tutafanya bado kuna mambo mengine yataenda ndivyo sivyo, lakini anatutaka tu sisi tuwe waaminifu. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hivyo tathmini. Kwa hivyo alivyolia yule mbuzi, yule mzee alivyosema vile, yule mzee akasema, kijana, akili ikagonga tap. Nikasema, Mungu, lakini hata kama huyu iwe hivi, lakini mimi nilimalizana na wewe, bora vizuri. Tulimalizana. Kwa hivyo Mungu wetu anatokitaka tufanye ni sisi kuwa waaminifu. Na juma hili Mungu wetu anatufundisha kuwa waaminifu katika maongeo, katika zaka, kwa chochote. Na watakatifu wa Bwana waaminifu kila siku wanapungua. Kila siku wanapungua. Tunapoenda kufunga somo letu la uwakili asubuhi ya leo, ninawatia moyo watakatifu wa Bwana. Waaminifu wanapaswa kuongezeka. Hawapaswi kupungua. Kuna watu wameketi mahali, kuna nchi watu wamekaa mahali, wanasubiri neema, wanasubiri injili, lakini tunaihafifisha, tunairudisha injili nyuma. Kwa nini? Tumegoma kuwa waaminifu. Ndio maana hapa neno la Bwana linatuonya na linatutia moyo kwamba tujitathimini. Ni lazima siku hadi siku ujitathimini. Ni ya kwanza, ni ya pili, ni ya mwisho. Umefanya vizuri. Bado ngapi? Bado 10 na ngapi? Bado dakika 7. 7 zinatosha sana. Zinatosha sana. Kwa hivyo ni lazima ujitathmini upya, rafiki. Uliyeko hapa, unayetusikiliza na unayetufuatilia, jihoji upya. Katika makambi haya, mikutano yetu hii ya makambi, siku za vibanda, ni lazima ujitathmini upya. Wewe unatoa kwa mfalme yupi? Maana tumeona kwamba hakuna mtu ambaye harudishi wala kutoa kwa uaminifu. Sasa unatoa kwa mfalme yupi? Na unarudisha kwa nani? Na umeshawekeza sana. Hivi umeshawekeza sana. Umewekeza wapi? Wapi umewekeza? Na hivi akaja leo mfalme wa falme. Na unajua siku hadi siku, na unajua hakuna ambaye hasemi, na unajua hii ndio changamoto. Hakuna ambaye hasemi kwamba anamsubiri Mungu wa mbinguni. Hakuna ambaye hata hapa ukiuliza, hata nyinyi hapa nikiwaambia, hata nilipoanza niliwaambia moto wetu wa kambi hapa, na mkasema mnamsubiri. Na huo ndio ukweli. Hata kila mmoja hapa ukimwambia, hata ukianzia tu pale, kaka wewe vipi, anasema mimi namsubiri. Ukienda kwa mama pale, mpaka umaliza atakwambia mimi kuna kitu nasubiri. Nini unasubiri? Namsubiri Yesu. Namsubiri. Nini unasubiri? Namsubiri. Kwa nini unasubiri? Ninamsubiri kwa sababu nimefanya mapenzi yake. Lakini kumbe unapojitathmini vizuri, kumbe ulishawekeza mahali ambapo sipo, nyumbani kwako, na Mungu anataka tuwekeze nyumbani kwetu mbinguni. Juma hili, na kwa kweli Mungu anatutakia jambo jema. Na ndio maana Mungu wetu haleti tu hukumu moja kwa moja, anawaandaa kwanza watoto wake. Ndio maana hata katika makambi haya anatuandaa kuwa raia wema wa ufalme ujao, ufalme wa milele. Maana wa duniani, rafiki zangu, sio wa milele, sio wa milele. Kwa hivyo jitathmini vizuri, umewekeza kwa mfalme yupi na unaendelea kuwekeza wapi? Na kama ni duniani, jitathmini na fanya matengenezo, fanya upya, na Mungu atubariki sana. Jamani, Mungu natubariki. Amina. Jamani, yani mtu amesema kabisa, anakuja kwenye makambi kabisa kwa uaminifu, na ametoka nyumbani, ameoga asubuhi, amechana vizuri, na anasema anaenda kwa makambi, na amekuja hapa ananiombea kila dakika. Hayo maombi hayo sio mazuri. Na kuna mwingine amepitiliza, muamshe kabisa. Jamani, Mungu atusaidie sana. Makambi haya, mikutano yetu hii ya makambi, Bwana akusaidie kutathmini nyumbani kwetu mbinguni. Mungu anataka tuwekeze hapo. Ni wapi hapo? Biblia inasema ni mbinguni. Hapo ndipo tunapaswa kuwekeza hapo. Na kama uliwekeza kinyume, anza upya. Ni wito wangu asubuhi ya leo. Ni wangapi wanasema, kwa kweli nilikuwa nimewekeza, nilikuwa ninatoa, nilikuwa ninarudisha, lakini ninapojitathmini ni kama nilikuwa ninawekeza duniani kwa uaminifu. Maana nimekuambia mwanzo, unaporudisha na kutoa ila si kwa uaminifu, ulishaenda kwa mfalme wa duniani. Maana Mungu anataka kamili. Ukisoma hata Malaki
3:10 na kuendelea, atakwambia kwamba tulete kamili ni yote. Sasa kuna mtu hapa amegundua kwamba hakutoa kamili, hakufanya kwa uaminifu kamili. Alikuwa anasema ni kwa Mungu wa mbinguni, kwa mfalme wa mbinguni, kumbe ni kwa mfalme yule mwingine wa duniani. Kama kuna mtu anasema kwa kweli, ninatamani nitengeneze upya, nitoe na kurudisha yote, nifanye mapenzi ya Bwana upya kwa mfalme wa wafalme, Mungu wa milele, ni wangapi wanasema? Kama upo hapa, nyanyua mkono wako useme, mimi ninatamani kutengeneza sasa upya, na Mungu akubariki sana. Tutasimama alafu kwa sababu tumeamua kutengeneza upya, mchungaji wetu wa mtaa atakuja kutuweka wakifu mikononi mwa Bwana asubuhi ya leo, ili tuwe waaminifu, na Mungu atubariki sana. Nitakuandama kote nitakapoagizwa, wewe ongoza, nami nitaandama, nitakuandama kote, na ilinifia kwa neema yako Bwana. Napenda, yani kifo hicho alichokufa kwa hicho lazima tumwandame, maana alivyokufa ni alitolewa kwa ajili ya wokovu wetu. Kwa hivyo tujitathmini upya, na mchungaji anapoenda kutuombea, na wewe unaendelea kuomba kwamba kwa kweli Bwana akusaidie kuanza kuwa mwaminifu upya katika jina la Yesu, amina. Basi tuombe. Baba yetu mtakatifu wa mbinguni, tunakushukuru kwa wema wako. Wewe ni Mungu wa pekee ambaye umekubali tena kwa namna hii tuweze kuhudhuria makambi haya ya vibanda katika kanisa lako la Landamai. Tunakushukuru wewe Mungu ambaye umekuja kutuhuisha kupitia maneno uliyoweka katika midomo ya watumishi wako, na hata sasa tumefundishwa somo la kuwa waaminifu, kukutegemea katika hali zote, ili mradi wewe unajua mwanzo na miisho yetu. Ulituweka hapa kwa kusudi. Tunaomba Bwana sasa utukumbushe mwaka huu tena tuishi kwa kusudi lako. Tunaomba tukiamini umetusikia, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Amen.